gani, vyombo gani vya habari vitatumika. Kwa mfano, nataka kuwafikishia vijana elimu ya nishati safi ya kupikia, na wafikiaje vijana? Natumia vyombo gani vya habari? Kuna vyombo ambavyo kwa vijana elimu hiyo itaenda haraka zaidi. Kwa mfano, kwa vijana nikitumia mitandao ya kijamii, nikatumia X, nikatumia Instagram, nikatumia Facebook, nikatumia TikTok, nikitumia hizo, elimu hii itaenda haraka zaidi kuliko nikitumia vyombo vya habari ambavyo tumevizoea tangu zamani. Lakini pia nikitumia wasanii, siku hizi kuna kitu kinaitwa standing comedy, nikiwatumia hao watanisaidia kufikisha elimu hii kwa kundi fulani la umri. Nikitumia comedy yoyote, nikitumia, kuna watu ambao watafikiwa haraka zaidi. Nikitumia nikitaka kwenda kwa wazee, niwaeleze habari ya nishati safi ya kupikia, kuna namna yao ya kuwafikia wazee. Jinsi ya kuwafikia wazee ni tofauti na jinsi ya kuwafikia vijana. Ukimchukua kijana mdogo akamwelimishe mama yangu mimi juu ya nishati safi ya kupikia, swali la kwanza la yule mama anasema, we mtoto, hii kitu umejuaje? We mtoto mdogo, umejuaje wewe? Lakini ukitafuta mzee mwenzie, azungumze na mzee mwenzake, anamsikiliza, yule mzee atamwambia, unakumbuka mwaka 1950 wakati ule tulikuwa tuna kuni, lakini sasa hivi kuni hazipo. Huyu mama atafikiria, kweli mwaka 50 kulikuwa na kuni, lakini sasa hivi kuni hazipo. Inabidi tuhame kutoka kwenye kuni tuende kwenye nishati bora, salama, safi na inayopatikana leo. Haya ndio mambo ambayo mkakati huu utayafanya kwa ajili ya kuwasaidia watu kupata elimu, kupata ufahamu, kutoa ufafanuzi katika maeneo mbalimbali. Tukiwa vijijini, kuna redio za jamii ambazo zinapatikana maeneo ya mikoani, vijijini. Hizo zitawafikia zaidi watu wa kule. Na mahali pengine kuna redio zinazungumza Kiswahili, zinachanganya na kilugha kidogo. Kwa hiyo kuna mzee fulani akisikia ile anasema, hii ndio yenyewe hii. Hii ndio ya kwangu. Ndio maana tunasema mkakati huu ni mkakati ambao unalenga kuwafikia watu pale walipo na kupeleka elimu sahihi pale walipo.